Majenerali wakuu nchini Iran wanatoa onyo kubwa wakisema jibu kali litawakuta wa Marekani na hali mbaya itawakuta wa Marekani ikiwa wataleta tishio lolote kwa sasa. Makamanda wakuu wa kijeshi wa Iran wametoa onyo kuwa nchi hiyo iko tayari kujibu kwa nguvu hazijawahi kuonekana, nguvu za kuponda, kuzuia na kuharibu kwa tishio lolote au hesabu zisizokuwa sahihi kutoka kwa upinzani, wakati Tehran inaendelea kusisitiza kuongezeka kwa kujitegemea kwa sekta yake ya ulinzi. Meja Jenerali Ali Abdullahi, mkuu wa jeshi la Iran, ametoa onyo hilo katika ujumbe kwa waziri wa ulinzi Brigedia Jenerali Majid Ibn al-Reza kabla ya siku ya sekta ya ulinzi ya Iran ya Agosti 22. Abdullahi alitaja sekta ya ulinzi ya Iran kama dhihirisho la uwezo wa kijeshi wa kiasili wa nchi hiyo, akisema maendeleo yake yameimarisha uwezo wa Tehran na kuzuia vitisho licha ya vikwazo visivyokuwa vya haki na sera za uhasama na madola makubwa. Alitoa pongezi kwa wataalamu na wafanyakazi wa Wizara ya Ulinzi ambao alisema walikuwa na jukumu muhimu katika kuendeleza uwezo wa kijeshi wa Iran, ikiwa ni pamoja na wale waliounda wakati wa kufanya kazi katika mipango ya ulinzi ya nchi hiyo. Kamanda huyo amesema sekta ya ulinzi imekuwa sehemu muhimu ya nguvu ya kitaifa ya Iran na nguvu muhimu ya usalama na hadhi ya kitaifa. Kulingana na Abdullah, maendeleo ya Wizara ya Ulinzi katika miaka hivi karibuni yameenea zaidi ya utengenezaji wa vifaa vya kijeshi vinavyowakilisha mapinduzi ya viwanda ya ulinzi na kuzuia. Amesema mabadiliko hayo yanajumuisha usanifu wa silaha, usimamizi wa teknolojia, uchumi wa ulinzi, minyororo ya ugavi inayotegemea maarifa na mfumo unaounganishwa zaidi wa uzalishaji unaolenga kukidhi matakwa ya vita vya kisasa. Abdullah alihusisha uwezo wa kiulinzi wa Iran na sera ya muda mrefu ya kujitegemea na maendeleo ya kisayansi, akisema msisitizo wa nchi hii juu ya uwezo wa kiteknolojia wa ndani umeiwezesha kuendeleza uwezo mpana wa kujihami na kushambulia. Pia alihusisha maendeleo ya kijeshi ya Iran na uzoefu wa nchi wakati wa mizozo mfululizo, akisema uwezo uliokuzwa na miongo kadhaa umeonyeshwa katika kanda na kwingineko. Kamanda mkuu alitoa pongezi kwa wanachama wa tasnia ya ulinzi ya Iran waliouawa na kusema kuwa vikosi vya jeshi vilidumisha hali ya utayari katika nyanja nyingi zikiwemo za ardhini, baharini, angani, ulinzi wa anga za juu na anga za mtandao. Alionya kwamba Iran itajibu tishio lolote la kawaida au litakalojitokeza na vilevile mahesabu mabaya ya wapinzani wake. Alihusisha maendeleo ya kijeshi ya Iran na uzoefu wa nchi wakati wa mizozo mfululizo, akisema uwezo uliokuzwa wa miongo kadhaa umeonyeshwa katika kanda na kwingineko. Kamanda huyo mkuu alitoa pongezi kwa wanachama wa tasnia ya ulinzi ya Iran waliouawa na kusema kuwa vikosi vya jeshi vilidumisha hali ya utayari katika nyanja nyingi zikiwemo za ardhini, za baharini na kwingineko. Ukosefu wa hesabu au tishio lolote litakabiliwa na majibu ya kimapinduzi ya kuponda na ya kujutia na mabaya mno, anasema Abdullah. Hata hivyo, nchi ya Iran kwa sasa imesema inaonesha msisitizo juu ya utayari wa kijeshi na uzalishaji wa ulinzi wa asili kama vipengele muhimu vya mkakati wake wa kuzuia, huku kukiwa na mvutano mkali kati ya Marekani na Israel. Waziri mwenye dhamana ya ulinzi Brigedia Jenerali Majid Ibn al-Reza katika ujumbe tofauti kwa mnasaba wa siku ya sekta ulinzi ya Iran mnamo jana Ijumaa alisisitiza kwamba Iran haijawahi kuanzisha uchokozi dhidi ya nchi yoyote na haitaruhusu mashambulizi yoyote ya kijeshi dhidi yake. Al-Reza alisisitiza kuwa uwezo wa ulinzi wa nchi hiyo unalenga kuzuia vita na uchokozi badala ya kuanzisha vita, huku akisisitiza tena azma ya Tehran ya kutetea ardhi yake, uhuru na usalama wake. Nguvu ya ulinzi ya Iran leo sio ya kuchochea vita, bali ni ya kuzuia vita na uchokozi. Hatujawahi na hatutakuwa waanzilishi wa uvamizi dhidi ya nchi yoyote, jenerali huyu anasema. Sisi sio watu wanaohusika na uchokozi wa kijeshi, lakini hatutaruhusu uchokozi wa kijeshi dhidi ya eneo letu, uhuru na usalama wa nchi yetu, anasisitiza Al-Reza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.